Asante sana, naitwa Subira Hamisi Mgalu, mbunge wa jimbo la Bagamoyo. Leo ikiwa ni maadhimisho ya sikukuu ya 8/8 mahususi kwa wakulima, nimepata fursa ya kutembelea maonyesho haya katika eneo hili la Morogoro kwa kanda hii ya Mashariki, na kwa kuwa mcheza kwao utunzwa, nimeanzia kwenye banda letu la halmashauri ya mji wa Bagamoyo. Na niseme tu maadhimisho ya mwaka huu ambayo yana kauli mbiu ya tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira 2050. Kimsingi nimeona kwamba maadhimisho ya mwaka huu yana tofauti, ni mazuri, bidhaa mbalimbali zinazoendana na mnyororo wa thamani wa sekta ya kilimo. Kipekee nimetembelea vikundi ndani ya banda letu la halmashauri ya Bagamoyo. Nimefarijika, miongoni mwa vikundi hivyo ni vile ambavyo vimewezeshwa kupitia mikopo ya 15%, lakini na vingi pia vimejikita kwenye shughuli za kilimo na wanatengeneza bidhaa mbalimbali kutokana na mazao ya kilimo. Lakini pia nimefurahi baadhi ya vikundi ambavyo nimevitembelea, nimeona vimeanza kutumia fursa ya uwepo wa viwanda katika halmashauri ya Bagamoyo, ikiwa ni maono ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Nimekuta kikundi kinatengeneza unga muhogo, kina supply muhogo kwenye kiwanda cha Wachina pale eneo la Zinga. Kwa hiyo, lakini nimetembelea pia sekta ya uvuvi, nimeona shughuli na mnyororo wa uvuvi. Nimetembelea pia sekta ya mifugo, nimeona pia uvuvi wa samaki, na nimeona bidhaa mbalimbali, ufugaji wa kuku, ufugaji wa kanga, mbuzi wa kisasa, ng'ombe wa kisasa. Kwa hiyo kiujumla niseme nimeridhika na namna ambavyo pia halmashauri yetu ilijiandaa na ushiriki wake. Mabanda yamekarabatiwa vizuri. Kwa hiyo nimpongeze tu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri na timu ya wataalamu kwa namna ambavyo wamejiandaa na kushiriki maadhimisho ya 8/8 ya mwaka huu yenye kauli mbiu nzuri kabisa ya kutambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira 2050, ambapo dira ya 2050 huu ndio mwaka wa kwanza imeanza kutekelezwa. Ina matarajio mengi kwa Watanzania kama ambavyo imeainishwa, na moja ya matarajio ni kutumia kilimo kuongeza tija, kuzalisha pato la taifa, kuzalisha pia pato la mmoja mmoja. Kwa hiyo mimi niseme tu bahati nzuri vikundi nilivyoviona wamejipanga vizuri. Kwa mimi nitoe rai tu kwamba fursa zipo kama ilivyosema kauli mbiu, tutambue soko. Masoko yapo, na hususani katika halmashauri yetu ya Bagamoyo masoko ni hiyo kasi ya viwanda vinavyokuja. Nimeona kwenye banda la uvuvi pale mnyororo wa thamani, kilimo cha mwani, ambao sasa hivi kutokana na bidhaa mbalimbali zinazotekelezwa na mwani imeattract soko. Wengi wanatumia bidhaa za mwani. Kwa hiyo maana yake pia wale wanaojishughulisha na mnyororo wa thamani wa uvuvi ni vizuri kujikita na masuala ya kilimo cha mwani na bidhaa na matengenezo ya bidhaa mbalimbali. Nimeona pia matengenezo ya bidhaa za ngozi pia kutokana na mifugo yetu. Kwa hiyo unakuta kwamba maadhimisho haya mwaka huu yameamsha ari. Na kadi kila nilivyokuwa nawauliza, si haba, watu wana masoko, bado tu maboresho zaidi na kujitangaza. Kwa hiyo nitoe wito wote wanaojishughulisha na shughuli mbalimbali, wanaokopeshwa, lakini bado fursa zingine zipo. Benki ya CRDB inatoa mikopo ya imbeju, serikali imepeleka fedha benki ya NMB kwa riba ndogo. Kwa hiyo wote hao ndio fursa zenyewe hizo. Soko tuna fursa za uwezeshaji, alafu ndio unatambua soko, unaongeza tija za bidhaa zako, unapozipeleka sokoni, zikitoka ndio utekelezaji wa dira ya 2050. Nawashukuru pia maheshimiwa madiwani wote kiongozwa na mwenyekiti wa halmashauri wapo hapa. Niwashukuru watendaji wote, niwashukuru walioshiriki maadhimisho ya 8/8 mwaka huu 2026, na mwisho nimshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ameendelea kujipambanua katika utekelezaji wa sekta ambazo zina mchango mkubwa kwenye pato la taifa, pato la mtu mmoja mmoja, ikiwemo kilimo. Tunasherehekea
sherehe za 8/8, lakini ndani yake kuna sekta nyingi zinabeba swala zima la kilimo. Niwashukuru wakulima wa wilaya ya Bagamoyo, niwaombe waendelee kutumia fursa kuongeza thamani ya mazao yetu, na tunashukuru viwanda vinavyojengwa pale Zinga vipo vya kuongeza thamani ya bidhaa zetu. Kwa hiyo tujiandae na masoko hayo, lakini tuendelee kuongeza tija, tuendelee kushiriki maonyesho mbalimbali, tuendelee kuzingatia viwango sahihi kupitia TBS, lakini pia kutumia taasisi zingine ikiwemo SIDO ambazo wana uwezo wa kutengeneza zile mashine ambazo zinaweza zikatusaidia katika swala zima la usindikaji wa bidhaa zetu. Asanteni sana, na nimefurahi kupata fursa ya kutembelea maadhimisho haya, na Mungu abariki. Tukutane tena mwakani tukiwa na maboresho zaidi, na naitakia heri halmashauri yangu. Pengine leo utaibuka ushindi walau katika kategori yoyote. Asanteni sana.